Bwana Yesu ametufundisha juu ya gharama ya ufuasi. Kumfuasa Kristu sio lele mama. Kumfuasa Kristu ni jambo zito. Na Yesu mwenyewe amebainisha aina mbalimbali za watu wanaotaka kumfuata. Kuna wale wanaoitwa lakini wanakuwa na visingizio lukuki. Sasa uwe makini, unaweza kuwa na kisingizio hata ukishakuwa padre. Kama uishi karama ya upadi wako, hicho nacho ni kisingizio cha ufuasi holela. Kama ukiishi kama padre mwadilifu na wa kweli, basi hapo unakuwa mfuasi mwema na mstahimilivu. Mfuasi wa kwanza aliyeitwa na Yesu alitoa kisingizio, na wengine waliojitokeza walikuwa na visingizio. Niviweke vyote visingizio walivyotoa katika mafungu mawili. Fungu la kwanza ni wale ambao bado wamefungamana na mizizi ya makwao. Padre, wewe sio wa kwenu. Padre, wewe ni wa kanisa. Kwa hiyo ni lazima ujifunze kubandukana na kwenu na kujikita ndani ya kanisa, na ufanye utume wako kwa furaha, ufanye utume wako kwa unyofu, ufanye utume wako kwa bidii. Fungu la pili, walishindwa kubanukana na malimwengu. Niruhusu kwanza niende nikawazike watu wangu. Niruhusu kwanza niende nikaage na nigawe mali zangu. Ndugu zangu, hao wote Bwana Yesu amesema hawastahili kutambulika kama wafuasi. Enyi mapadri wapendwa, tunamshukuru Mungu kwa jubilei yenu. Tunamshukuru Mungu kwa udumifu wenu. Na hutokea mnapewa upadre labda watano, na mbele ya safari mmoja anaishia njiani, anarudi uraiani. Namwomba Mungu aendelee kuwadumisha ninyi katika ufuasi safi na takatifu, katika ufuasi safi na thabiti, katika ufuasi safi na makini. Ndugu zangu, tunapomshukuru Mungu kwa hawa wanaoadhimisha jubilei, naomba tuwaombee wao, lakini pia tuwaombee mapadri wote. Tuendelee pia kumuomba Mungu kwa huruma yake azidi kuwaita vijana wema, waadilifu, wenye akili timamu na walio tayari kuutumikia mpango wake mtakatifu na wa kweli. Amani ya Kristo iwe nanyi.